Yes, mambo vipi? Bwana, tumekutana tena kwenye jukwaa letu na wakati huu tunakwenda kuangalia juu ya tetesi ya usajili. Tetesi zipo nyingi, lakini zile ambazo zinatufikia kwa maana ya ukweli na tunaona kabisa kuna njia na sababu ya kuweza kukaa hapa na kushare ndizo ambazo tunakuja kuzungumza. Zipo tetesi nyingine lakini hazina uhakika bado. Yaani baadhi ya vyanzo havijathibitisha juu ya uwepo wa tetesi hizo. Ipo tetesi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna striker hatari kweli, wanahitaji huduma yake. Hii nitakuja kuileta baada ya kuithibitisha, kwa sababu ni taarifa ambayo bado vyanzo vyangu havijakaa vizuri katika kunipa. Lakini ipo tetesi ambayo inahusu klabu ya Singida Black Stars. Ni tetesi kubwa na yenyewe kwa sababu inahusisha kigogo mmoja wa Kariakoo pia. Lakini tetesi ambayo tunakwenda kuiangalia sasa hivi, au taarifa ambayo imenifikia kwenye kiganja changu kwa wakati huu, inamuhusu mlinzi wa kulia wa kikosi cha TP Mazembe, naye ni Ibrahim Keita. Yes, ni fullback wa kulia raia wa Mauritania. Ni nyota ambaye ameingia katika gumzo siku za hivi karibuni baada ya kuhusishwa na klabu kadha wa kadha. Sasa klabu ambayo inaongoza race mbio za kumwania mlinzi huyu, niliwahi kuzungumza katika jukwaa hili kwamba ni wekundu wa Msimbazi Simba ndio ambao wako mbele katika race, katika mbio za kuhitaji huduma ya Ibrahim Keita. Lakini fullback huyu wa kulia anavutia klabu nyingi za Afrika pamoja na klabu mbili za ligi daraja la kwanza kule Saudi Arabia. Lakini tukija kwenye muktadha wa Afrika, klabu ya Young Africans na wenyewe wamejoin race, wameingia hapo kwa ajili ya kusaka huduma ya mlinzi huyu wa kulia. Na taarifa ambayo imenifikia kwenye kiganja changu ni kwamba klabu hiyo tayari imeshawasilisha mazungumzo kwa management ya mchezaji huyu. Mchezaji huyu ikumbukwe, wakati anaingia TP Mazembe alisaini mkataba wa miaka 2, na baadaye kuelekea mwishoni mwa msimu huu ilikuwa hataki kuendelea kusaini contract na TP Mazembe. Management ambayo ilikuwa ikimsimamia ilikuwa ina push Ibrahim Keita aendelee kuongeza mkataba na Mazembe, lakini mwenyewe alikuwa na mawazo tofauti. Mkataba wake wa miaka 2 umeisha, hakutaka kuendelea kusalia hapo katika viunga hivyo vya Lubumbashi DRC. Hivyo anahitaji kuondoka. Baada ya kuitalafiana na management yake, akaamua kuachana nayo, na hivi tunapozungumza yupo katika management mpya inayoitwa Sababu Sport Management. Yes. Sasa Ibrahim Keita muda mrefu amekuwa akiwindwa na klabu mbalimbali, na wastani wa miezi 3 nyuma kulikuwa kuna tetesi za kuhusishwa almost miezi 4 kulikuwa kuna tetesi za kuhusishwa Ibrahim Keita kuhitajika na klabu ya Al Ahly ya kule Misri, ingawaje Al Ahly hawakuwahi hata kupeleka ofa kwenye klabu ya Mazembe. Kumbuka kwamba kwa wakati huo bado alikuwa na mkataba mrefu na TP Mazembe ambao hauwezi kuzungumza naye mpaka ufike kwa Mazembe, kwa sababu alikuwa na mkataba umesalia almost mwaka mmoja, kwa sababu tukirudi miezi 4 nyuma unakuta bado mkataba ni mrefu, unakuta mkataba bado una miezi 8, una miezi 9 hivyo. So Al Ahly walihusishwa kuhitaji huduma ya Ibrahim Keita, na ikumbukwe wakati ule ilikuwa fullback yao ya kulia nambari 1 Mohamed Hani alikuwa amepata injury. Sasa walikuwa wanahisi labda angeweza kukaa nje muda mrefu, hivyo walikuwa wanatafuta mbadala, na Ibrahim Keita miongoni mwa fullback ambao walikuwa wanahusishwa na Al Ahly pamoja na yeye. Sasa hii ni miongoni mwa element za kuthibitisha juu ya ubora wa Ibrahim Keita kuhitajika na Al Ahly kwa mazingira ya Afrika. Ndio umehitajika na top flight of Africa, yani timu ya juu kabisa kwenye kandanda la Afrika. Al Ahly waliwahi kuhusishwa naye, lakini taarifa haikuwa rasmi kwa sababu hawakufika kwenye klabu ya TP Mazembe kwa ajili ya mazungumzo na kumchukua huyo mchezaji, ila ilikuwa kizungumzo hivyo. Sasa kwa sasa klabu ambazo
zimejoin au zipo katika race, katika mbio za kuwania huduma ya Ibrahim Keita kwa nguvu zote. Klabu namba 1 ambayo inaonekana kuwa front ni wekundu wa Msimbazi Simba. Klabu namba 2 ambayo iko front ni Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ambayo inanolewa na Nasreddine Mohamed Nabi. Hawa na wenyewe wanahitaji huduma yake. Na Kaizer Chiefs, ikumbukwe Nabi ameachiwa project, ameachiwa timu ya Kaizer Chiefs irudi katika makali yake kama ilivyokuwa hapo awali. Kumbukwe ligi ya Afrika Kusini kwa sasa hivi ni Mamelodi Sundowns, na mkubwa ambaye anamchallenge Mamelodi, hata jana pia alifungwa Mamelodi, ni Orlando Pirates. Alimfunga Mamelodi mabao 2-1. Hivyo basi wanataka Kaizer Chiefs wanataka kurudi kwenye ubora wao. Wanataka kurudi kama ambavyo Orlando Pirates wanafanya. Sasa Nabi ameachiwa project ya Kaizer Chiefs aitengeneze timu ili ije kuwa tishio kama ambavyo Orlando wanafanya au Mamelodi wanafanya. Miongoni mwa nyota wakubwa ambao wamewasajili ni Maccabi Lilepo, nyota ambaye alikuwa kwenye kikosi cha AS Vita Club, baadaye akaenda Al Hilal na baadaye kwenda Ufaransa. Wamemrudisha na yupo kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs. Sasa hapa project inaendelea kutengenezwa. Leo hii Kaizer Chiefs wanahitaji huduma ya Faisal Salum Abdallah, Fei Toto. Tayari tumewahi kuzungumza katika jukwaa hili juu ya huduma hiyo, juu ya matakwa hayo, na kama haitoshi wanamhitaji mlinzi wa kulia wa Mauritania, ndio huyu kwa maana ya Ibrahim Keita. Sasa Young Africans ndio timu ya tatu kwa mazingira ya Afrika kujoin race au kuingia katika sakata hili, wakiwa na wao na kisu kikali, wanamhitaji kweli kweli. Hivyo basi kama Young Africans watakwenda kwa nguvu na kuwazidi hawa wawili na ushawishi wao, basi huenda wakainasa saini ya Ibrahim Keita, nyota ambaye ana ubora wa hali ya juu. Ni fullback ambaye kwenye timu zetu hizi za Tanzania sidhani kama kuna timu inaweza ikamweka bench. Ni fullback mwenye uwezo wa hali ya juu. Ni fullback ambaye ana exposure na experience ya kutosha. Yupo TP Mazembe, huu ni msimu wake wa pili, lakini kwenye msimu wake wa kwanza tu wa 2023-24 aliwezesha klabu ya TP Mazembe kufika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Miongoni mwa top performer katika ule msimu ilikuwa ni Ibrahim Keita, fullback ya kulia. Na kama haitoshi, kwenye finali za AFCON zilizofanyika nchini Ivory Coast alikuwepo kwenye kikosi cha Mauritania na akizima mechi zote 4 akitokea upande wake wa kulia. Licha ya Mauritania kuwa na nyota wengi ambao wanacheza ughaibuni, lakini kocha alithubutu kwenda na Ibrahim Keita katika hilo eneo kwa maana ya fullback ya kulia. Hivyo basi tunasubiri kuona nani mwenye kisu kikali wa kuweza kunasa huduma ya Ibrahim Keita. Lakini kwa sasa ikae hivyo kwamba Simba Sports wako pale, Young Africans wako pale, Kaizer Chiefs wako pale. Nani atashinda hiyo? Tunasubiri kuona itakavyokuwa. Nikombe usisahau kusubscribe baada ya kuona video hii. Zipo tetesi nyingi za usajili ambazo nyingine bado hazijawa na urasmi wa kuzungumza. Kuna taarifa zina urasmi wa kuzungumza kama hii ambayo tayari imenifikia na nimewiwa kushare, lakini zipo ambazo bado haijafikia hatua ya kuzungumza. Tutazungumza mengi, tutawafahamu nyota wengi ambao watasajiliwa na timu za Tanzania kutoka maeneo mbalimbali. Jukwaa hili la Mzinga Sports lisikupite hivi hivi, kuna mazuri mengi yanakuja. Mimi ni Ghari Mzinga na hii ni Mzinga Sports.